Katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa Rajab, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoona Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuna miezi minne mitukufu, yeye Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akatutajia, akataja mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne na huu mwezi wa Rajab. Tatu inafuatana na Rajab uko peke yake. Kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituhimiza mambo ya kumcha Mungu, ni mambo ambayo kila siku tunatakiwa tuwe wacha Mungu. Lakini amri yoyote aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tukaitii, basi ikiwa katika miezi mitukufu, basi inatiliwa mkazo zaidi. Ukisoma katika suratul Ahzab aya 70 na 71, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aya hii imetaja mambo makubwa matatu. Hii aya 70 aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini. Muislamu akisikia aya inasomeka hivyo, anatakiwa ajihisabu kwamba na yeye yumo. Asiseme kwamba wameambiwa walioamini, maana yake wewe unajivua si mwenye imani. Kwa hiyo ikija ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, na wewe jihisabu kwamba wito huu na mimi naitwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawlan sadida, na museme, muzungumze maneno yaliyokuwa mazuri. Attaqwa, kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanawazuoni wamefasiri wengi, tuna kila mmoja alipita katika ufafanuzi wake, lakini lengo lilikuwa lile moja tu. Wanawazuoni wanatuambia taqwa kwa lugha nyepesi, alla yaraka Allahu haithu nahaka, asikuone Mwenyezi Mungu pale alipokukataza usiwepo, basi usiwepo. Hiyo ni taqwa. Wala yufqidak haithu amarak, lakini asikukose pale mahala ambapo amekuamrisha, amekutaka uwepo, basi Muislamu asikosekane mahala ambapo Mwenyezi Mungu anataka muone mahala hapo. Kwa hiyo hii ni tafsiri fupi ambayo inamtaka Muislamu aelewe, nilipoamrishwa basi Mwenyezi Mungu anione, lakini pale nilipokatazwa basi Mwenyezi Mungu asinione mahala hapo. Ukisoma katika suratul Nisa aya 131, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa hakika tumewahusia wale waliokuwa kabla yenu tuliowapa vitabu. Kulikuwa na Taurati, kulikuwa na Zaburi. Tuliwahusia watu hao kabla yenu walikuwepo nyinyi umati Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
na pamoja na nyinyi pia tunakuhusieni anittaqullah, mumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hususa katika miezi mitukufu kama hii, kwa sababu fadhila zake katika utekelezaji wa amri ya Mwenyezi Mungu zinakuwa ni kubwa zaidi. Lakini pia kuingia kwenye maasi katika mwezi mtukufu kama huu, maana yake mtu anapata madhambi makubwa mno. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanye kuwa wenye kutii amri zake na kukatazika katika yale makatazo yake. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtaduna jalla jalaluhu فإذا قرأت القرآن فاستمعوا له فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى. نقوصيني pamoja na kuyusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya tuliyoisoma mwanzo imezungumzia kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuzungumze maneno yaliyokuwa mazuri. Aya ya 71 katika suratul Ahzab inaeleza faida kama mtu atakuwa amemcha Mungu sawa sawa, lakini vile vile akawa anazungumza maneno mazuri, basi Mwenyezi Mungu anasema yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atatengeneza mambo yenu, Mwenyezi Mungu atatengeneza kazi zenu, wa yaghfir lakum dhunubakum, lakini Mwenyezi Mungu pia atasamehe madhambi yenu. Wa man yuti' Allah wa rasulahu, na yoyote mwenye kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, faqad faza fawzan adhima, kwa hakika huyo amefuzu kufuzu kuliko kukubwa. Maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata kuambia wanafunzi wake kwamba Allah aliposema waqulu qawlan sadida, semeni maneno mazuri, aliwafundisha athari za ulimi. Ni kiungo kidogo, lakini ndicho kinacholeta matatizo yote duniani. Mpaka siku moja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia maswahaba kuhusu viungo vingine vinavyozungumza kuzungumza na ulimi. Akasema idha asbaha ibn adam fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan. Mwanadamu asubuhi ile panapokucha, viungo vingine vinaeleza mazungumzo kumwambia ulimi, tena na vyote vinakuwa katika hali ya kunyenyekea, kwa sababu wanajua ulimi ukipotea na viungo vingine vyote vimepotea. Viungo vile vinasema kumwambia ulimi, ittaqillaha fina, wewe ulimi mche Mwenyezi Mungu kuhusu sisi, kwani fa innama nahnu bika, sisi maisha yetu na harakati zetu zote tunakutegemea wewe ulimi. Fa in istaqamta istaqamna,
Ulimi ukikaa sawa wewe, basi na sisi viungo tuliobaki tutakaa sawa. Wa in awajajta awajadna, lakini ikiwa wewe ulimi utapinda, hukwenda sawa, basi ujue na sisi huku tumeumia, hatutokwenda sawa, tutapinda vile vile. Hii hadithi inatufundisha ile waqulu qawlan sadida, haiji ile kama mtu mwenyewe hakujichunga. Nini anaongea, anazungumza na nani, kuhusu nini, ili iwe nini? Hili ni jambo kila mmoja anapaswa kujichunga na kujitafakari vizuri. Katika maneno mengine, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adhman lahu aljanna, atakayenichukulia dhamana ya kiungo kilichopo kati ya mifupa miwili ya kidevu chake, yani Mtume anakusudia ulimi, atakayeweza kudhibiti ulimi wake na akaweza kudhibiti sehemu zake za siri zilizokuwa kati ya miguu yake miwili, Mtume anasema huyo mimi nitachukua dhamana huyo mtu aingie peponi. Waqulu qawlan sadida, tunatakiwa tuchague maneno ya kuzungumza, hasa katika kipindi kama hiki cha mwezi huu wa Rajab. Tuzidishe zile ibada, na tukisema kuzidisha ibada maana yake sio kuruka mpaka kutokana na sheria ilivyoweka. Yale yaliyowekwa yafanye kwa wingi. Kama Qur'ani, soma sana, jiwekee uradi maalum, na mambo mengine kama sadaqat toa sana. Huu ni mwezi mtukufu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وبقيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله رب العالمين.